Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa nchini kumekuwa na ongezeko kubwa sana la maji kwenye mabonde mbalimbali. Ongezeko hilo la maji linatokea kwenye mabonde ambao mfano wako mzuri ni bonde la mto Songwe. Na madhara ya hilo ni kutokea kwa mafuriko. Na mafuriko yakitokea yanakuwa na madhara kwa jamii, lakini na kuhamahama kwa mipaka kati ya nchi yetu na nchi zingine, mfano ukiwapo ni Malawi. Je, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imejipangaje kukabiliana na changamoto hiyo? Swala mafuriko ni ongezeko la maji zaidi ya maji ambayo yanapaswa kuwepo kwenye maeneo hayo, na hii ni mabadiliko ya tabia nchi ambayo tumeendelea kushuhudia kuwepo kwa mvua nyingi sana, na miaka ya karibuni hapa tumekuwa na mvua ambazo hazitabiriki, na tumepata adha kubwa ya mafuriko kwenye maeneo yote ikiwemo na Kyela ambao kuna bonde kubwa sana. Sasa hivi waziri wa ujenzi pamoja na mbunge wa kule Ifakara, lakini mpaka wako kule Ifakara, kwenye bonde la Ifakara limejaa maji na mafuriko. Haya ni mabadiliko ya tabia nchi. Sasa nini mkakati wa serikali kukabiliana na haya? Moja, tumeunda mamlaka za mabonde haya. Tuna mamlaka ya bonde la Ifakara, tuna mamlaka ya bonde la mto Rufiji, tuna mamlaka ya mto Rufiji, tuna mamlaka ya bonde la mto Ruvuma na mabonde mengine. Tumeyaundia mamlaka, na malengo yetu, moja, wafanye ufuatiliaji wa mwenendo wa upitishaji maji kwenye mabonde hayo, ili kuona pale ambako kuna namna yoyote inaweza kusababisha madhara, basi mamlaka hii inaweza kuchukua hatua, kama vile watu wanachepusha maji akasababisha ukame, wengine wanaziba njia kukasababisha kujaa kwa maji na mafuriko yakatokea. Sasa mabonde haya yanafanya kazi hiyo, lakini pia naratibu namna mzuri ya matumizi ya maji hayo kwenye mabonde. Kama ambavyo tumeona bonde la mto Rufiji, tumeamua kuanzisha mradi mkubwa sana wa umeme. Yale matumizi mazuri na ni mapendekezo ya mamlaka ya bonde la mto Rufiji. Hata Ruvu juzi nilifanya ziara mkoani Morogoro, pale ambako tunachimba bwawa kubwa sana. Bwawa lile linategemea maji ya mto Ruvu, na hayo ni majukumu ya mamlaka ya bonde la mto Ruvu kuhakikisha kwamba tunachimba mabwawa ambayo yataleta maslahi kwa Watanzania, kilimo, lakini nguvu za nishati kwa maana ya umeme na aina nyingine yoyote ile. Kwa hiyo mpango wa serikali ni kuhakikisha kwamba mabonde haya tunatumia vizuri na mafuriko haya tunayatumia vizuri, kama tuna uwezo wa kuhakikisha tunaratibu mwenendo wa mafuriko hayo, ili maji haya yasipotee, yatumike kwa namna ambayo inaweza kusaidia kupanua wigo sekta ya kilimo, nishati na matumizi ya mifugo na maji ya kunywa, tunaweza kuyatumia kwenye maeneo haya. Kwa mpango wa serikali ni kuhakikisha kwamba tunaongeza budget kwenye wizara kama vile kilimo, wizara ya maji na ofisi ya makamu wa rais kwa mazingira, kuhakikisha kwamba tunaratibu maeneo haya kwa kupanda miti, kuhakikisha kwamba kuna msagao wa maji, kuchimba mifereji ambayo inaweza kupeleka maji kwenye mashamba mengine na hivyo. Kwa hiyo serikali inaendelea kuratibu mabonde haya vizuri na kuona kwamba mafuriko haya maji haya mengi yanayopatikana kwenye mito haya tunatumia vizuri kwa fursa kwenye maeneo ambayo nimeeleza. Tutaendelea na uratibu huo, tutaimarisha mamlaka zetu ziweze kuwajibika na kupata ushauri pia kutoka kwa wadau namna bora ya kutumia maji ambayo yako kwenye maeneo haya, ikiwemo na Kyela ambako kule kilimo kimejikita sana na tumefanikiwa sana, na Kyela ni miongoni mwa wilaya inayotoa zao la mpunga bora kabisa nchini na umeweza kupata soko zuri kwa hiyo. Kwa hiyo tunataka tuimarishe bonde lile kwa kuweka mifumo ya umwagiliaji, ili maji yale yatakapokuja basi yakae yako tayari kwa kutumika, na kazi hiyo tumewapa mamlaka, lakini kazi hiyo tumewapa pia wizara ya kilimo na wizara ya maji waratibu, ili wananchi wa Kyela wanufaike kwanza na maji hayo ambayo yako pale. Asante sana Mheshimiwa Spika.